mtazamaji wa Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata kila ambacho kipo tayari katika habari za kimichezo, za kibiashara, lakini pia habari za kijamii. Kubwa kuliko kwa siku hii ya leo bwana, unaambiwa usicheke mamba kabla hujavuka mto. Methali hii inaonekana kuwakumba klabu ya Yanga baada ya kile kilichotokea kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Wakati wengi wakiamini mambo yamekaa sawa, mwisho wa safari umeonyesha kuwa hakuna wa kumcheka mwenzake, wote wapo hapa hapa. Yanga waliingia katika mchezo wao wa mwisho wakiwa na pressure kubwa ya kutafuta ushindi mnono, huku macho yao yakitazama matokeo ya mchezo mwingine wa kundi hilo wakicheza visiwani Zanzibar. Walionyesha dhamira ya kweli kwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0, ushindi uliowapa matumaini makubwa ya kusonga mbele. Mabao ya Yanga yalifungwa na nyota wao Maria Wadupe katika dakika ya 35 na 64 kabla ya Boka kuongeza bao la 3 dakika ya 66 na kuzima kabisa upinzani wao. Ulikuwa ni burudani tosha kwa mashabiki waliokuwa wamefurika uwanjani wakiamini ndoto ya robo finali iko mlangoni. Hata hivyo, furaha hiyo haikudumu kwa muda mrefu. Matokeo ya mchezo mwingine kati ya Al Ahly na AS FAR Rabat hayakwenda kama walivyotarajia wananchi. Sare ya Al Ahly na FAR Rabat yasiyowapa faida Yanga walifanya wabaki nafasi ya 3 kwenye kundi hilo wakiwa na alama 8. Al Ahly waliongeza kundi kwa alama 10, AS FAR Rabat wakishika nafasi ya pili kwa pointi 9, na timu hizo mbili ndizo zinazofanikiwa kutinga hatua ya robo finali. Yanga licha ya kupambana hadi dakika ya mwisho walijikuta wakigonga mwamba. Matokeo hayo wanamaanisha kuwa Yanga wanaungana na watani zao Simba kuaga michuano hiyo katika hatua ya makundi. Hivyo basi kejeli na vijembe vinabaki kuwa vya muda mfupi, kwani mwisho wa siku uwakilishi wa Tanzania umekomea hapo. Soka lina matokeo yasiyotabirika. Leo unaweza kucheka, kesho kukalia. Ndiyo maana kauli ya hakuna wa kumcheka mwenzake inabeba uzito wake wote wa hapa hapa. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe.